Tabora mko tayari? Nchi nzima iko tayari. Nyie mkoje? Mko tayari kwa nini? No reforms. Tabora no reforms. Ndugu zangu wa Tabora, wa Tanzania, nchi yetu iko kwenye crossroad. Iko njia panda. Nchi yetu inahangaika. Inahitaji uongozi. Sisi tumejitolea kutoa uongozi. Tunahitaji mtuunge mkono. Tunahitaji tubadilishe nchi hii. Tumefikia sehemu ambayo leo hata viwanja vya kufanya mikutano imekuwa kesi katika nchi hii. Hawataki mpate message kutoka kwa Chadema. Hawataki mpate message jinsi tunavyoibiwa. Hawataki mpate message jinsi nchi yetu inavyoumizwa. Hawataki mpate ujumbe wa jinsi mmefanywa maskini, kwa sababu wanajua Chadema tukisimama hapa tutazungumza kuhusu jinsi nchi yetu inavyoharibiwa. Tumekuja kwenu. Kuna mengi yanaendelea na mengi yanazunguka. Tuko tayari, na mimi nimekuja kuambia kwa niaba ya chama chetu tunahitaji mtunge mkono. Tutoe uongozi wa nchi hii ambao utabadilisha nchi hii, utabadilisha maisha yetu. Nchi yetu ina kila kitu cha kutufanya tuwe nchi bora duniani. Kuanzia kwenye dhahabu, sisi ni nchi ya 3 duniani. Ni nchi pekee yenye madini ya Tanzanite. Ni nchi yenye misitu, makaa ya mawe, nickel na cobalt zinazotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu. Ni nchi yenye madini ya urani. Ni nchi yenye gesi. Ni nchi yenye bandari. Kwa nini vijana wetu ni maskini na hawana kazi ya kufanya katikati ya utajiri? Watu wa Tabora, watu wa Tabora, mkoa wenu wa Tabora una kilomita za mraba 76,900. Ukichukua nchi ya Rwanda ina kilomita za mraba 26,000. Mkoa wa Tabora ni mkoa wenye misitu, mninga, mkongo, mbao zote ngumu, hardwood inatoka Dodoma. Tabora. Kwa nini leo nchi hii inaagiza furniture kutoka nje ya nchi kwa mabilioni ya fedha, wakati mbao zinatoka hapa zinakwenda kutengeneza furniture zinarudi hapa? Tungekuwa na viongozi wenye uwezo, wenye akili, leo nchi hii tungetengeneza viwanda vya mbao kwa kutumia misitu yetu, kwa kutumia mbao zetu, tukabadilisha uchumi wa watu wetu. Kwa nini watu wetu hawana ajira? Kwa nini sisi ni maskini wakati vijana hamna kazi ya kufanya? Mbao, magogo yanatoka hapa yanakwenda Ulaya, sisi tunabaki maskini. Yanakwenda China, tunarudishiwa hapa vitanda vilivyotengenezwa, tunarudishiwa viti vilivyotengenezwa. Nyie mngepewa ujuzi, mkapewa mitaji. Dodoma, hii Tabora ingekuwa ni eneo kubwa la viwanda vya furniture. Furniture zinatoka hapa za Mkongo, furniture zinatoka za Mninga, zinakwenda Ulaya, zinawaletea hapa fedha. Wewe ukiajiriwa kwenye kiwanda cha mbao, ukilipwa mshahara, utataka kujenga, utamwajiri huyu fundi. Huyu fundi akikujengea nyumba, akipata pesa atanunua mboga kwa mama anayeuza mboga. Yule mama ataagiza bodaboda amletee mboga nyingine. Bodaboda atanunua mafuta kwenye sheri ya mtu mwenye mafuta. Yule mwenye sheri ataajiri mlinzi. Pesa itazunguka miongoni mwetu. Leo mbao zinatoka hapa zinakwenda kutengeneza ajira China. Ni hamna ajira. Naambiwa ajira ni tatizo la kidunia. Tuna shida ya uongozi na lazima tuungane mkono, tukibadilishe, tutengeneze ajira kwa ajili yenu, muishi vizuri kwenye nchi hii. Kwa nini madini yetu yanachimbwa na Wachina, wakati ripoti ya CAG inaonesha kwamba kwa mwaka jana peke yake tumepata matumizi yasiyokuwa na tija serikalini ya bilioni 571? Tungepewa nyie mnaoendesha bodaboda na kufanya betting, mngepewa eneo la kuchimba dhahabu, mkapewa mitaji, mngeingia kwenye mashimo. Ukitoa dhahabu
tungeunda vikundi vya vijana 100 tukawapa maeneo yenye dhahabu, tukawapa mitaji. Hizi fedha zinazochezewa ambazo ripoti ya CAG inaonesha zinapelekwa sijui kwenye goli la mama, sijui kiduku cha nini, sijui waigizo, vitu vya ajabu. Mkapewa nyie kama mitaji, mkapewa krasha, mkapewa baruti, mkaingia kwenye mashimo mkitoa dhahabu. Wewe mkiwa na kikundi, ukipata milioni 100, utanunua roli, utamwajiri huyu. Utajenga nyumba, utamwajiri huyu. Utanunua simenti kwa mtu hapa, huyu mtu atalipa kodi serikalini, serikali itapata mapato zaidi, itaajiri walimu na askari wengi zaidi, kila mtu atapata pesa. Leo tunaporuhusu wa China ndio wachimbe migodi yetu, maana yake tunaruhusu utajiri wetu uchukuliwe hapa, wa China wakajitajirishe, wakati vijana wetu hamna kazi ya kufanya. Hii kazi ndio tunaifanya, ndio maana tunawindwa, ndio maana tunashambuliwa, ndio maana Lissu yuko ndani, hana kosa alilofanya. Sisi tumekataa kupiga magoti, ndio maana tumekuja kwenu. Maeneo mengine yote wamesema wanaunga mkono chama chetu kuhusu operation ya no reforms no election. Nyie Tabora mnasemaje? Nyie Tabora mnasemaje? Nyie Tabora mnasemaje? Wangapi wanaunga mkono hoja yetu hii? Nyosha mkono tuone. Asante sana. Tunawaomba sana watu wa Tabora, tunawaomba sana, tunahitaji mabadiliko, na mabadiliko haya hayawezi kusubiri muda mrefu sana. Haiwezekani leo tunakwenda kwenye mechi ya Simba na Yanga, alafu refari anakuwa Haji Manara. Inawezekana hiyo mechi? Inawezekana hiyo mechi? Yaani mtu atachezewa faulu katikati ya uwanja, Haji ataweka penalty, uongo kweli? Haji atatenga penalty, uongo kweli? Au wazee wa Yanga, inawezekanaje Ahmed Ali awe mshika kibendera kwenye mechi ambayo mnacheza Simba na Yanga? Atasema hakuna offside, uongo kweli? Na hata Yanga walipoona kuna mchezo, na wao wamepiga no reforms no election. Mmewasikia mjawasikia? Sasa wale wanaobishana na Chadema, haki haiombwi, haki inapiganiwa, na sisi tuko tayari kupigania haki hiyo. Tumekuja kwenu kuomba mtunge mkono. Wamefikia sehemu hawawezi kujibu hoja zetu. Walianza wakamkamata Lissu, wakafikiri tutakaa ndani. Tumekataa kukaa ndani. Wakafuta ruzuku, wakafikiri tutashindwa kuendelea. Wananchi wanatuchangia tone tone, tunapiga kazi. Leo wamefikia sehemu wanatuma guns, wahuni, kushambulia mikutano yetu. Tumekwenda Igunga, wanatuma vibaka, vijana wanawanywesha pombe washambulie mikutano yetu, na vijana wanaokuja kwenye mikutano yetu wamekataa. Muhuni akinyanyua mdomo anashughulikiwa sana kwenye mikutano yetu. Nyie Tabora mtakubali hiyo? Nyie mtakubali hiyo? Kwamba tusifanye mkutano kwa sababu ya wahuni? Hoja inajibiwa kwa hoja. Hoja haipigwi rungu, hoja haipigwi nyundo. Kama CCM wana hoja ya kujibu no reforms no election, waje kwenye mkutano, sio kuleta wahuni kupiga mikutano yetu mawe. Itisheni mkutano wenu mje mfanye. Walitunyima uwanja hapa, uongo kweli? Siku 2 tumepeleka barua, wamezuia uwanja. Leo ndio wanaruhusu saa 6 kwamba kafanyieni mkutano hapa. Masaa 4 baadaye, nyomi namna hii mmejaa hapa. Tungetangaza huu mkutano jana, kungekuwa na pa kuweka mguu. Wao wakiitisha mkutano kama huu, watu wanatoka Uyui, watu wanatoka Nzega, watu wanatoka si wapi, kidogo wanapata kanyomi kidogo. Sasa huu imepigwa firimbi kwamba Chadema iko hapo, watu nyomi, hakuna pa kuweka mguu. Tabora, jipongezeni sana kwa jinsi mlivyofanya. Tumekuja kwenu ndugu zangu kuomba tubadilisheni nchi hii. Hii sio nchi ya kuchezewa namna hii. Mwalimu Nyerere aliacha viwanda. Hapa Tabora kulikuwa na viwanda, uongo kweli? Kulikuwa na kiwanda cha nini hapa?
cha nyuzi kipo tena, na kingine cha nini, cha maziwa. Uongo kweli? Kipo tena. Sasa kulikuwa na kiwanda cha nyuzi hapa, Wasukuma wanalima pamba, pamba inaingia kwenye jineri, jineri inatengeneza, inachambua zile pamba, wanaleta Tabora, Tabora inatengeneza nyuzi, nyuzi zinatoka hapo zinaenda Mwatex, zinaenda Mutex, zinaenda Dar Textile, zinaenda Sungura Textile, tunatengeneza nguo ndani ya nchi yetu. Mnaelewa maana yake? Nisikilizeni. Leo viwanda vyote vimefungwa. Uongo kweli? Vile viwanda leo, Msukuma akilima pamba Geita, Msukuma analima pamba Shinyanga, Wasukuma analima pamba Simiu, hata Tabora pamba inalimwa. Tulikuwa Igunga pamba inalimwa, inauzwa shilingi 1150 kwa kilo. Uongo kweli? 1150 inakwenda huko. Ile pamba ikifika kule India wanaigeuza kilo nzima, sisi tumeuza 1150, wao wanaingiza kwenye jineri ambazo tulikuwa nazo zama za Mwalimu, inafungwa kwenye kikaratasi, gramu 200, inarudi kwenye hospitali yenu ya Kitete. Inaitwa Kitete kinini? Kitete. Kale ka gramu 200 tunanunua shilingi 10,000, wakati kilo nzima uliuza shilingi 1150. Kuna akili hapo? Kuna akili hapo? Sasa sikiliza, hichi kiwanda cha nguo kilikuwa cha nyuzi kilikuwa kinaajiri nani? Nyie vijana, si ndio? Na sikilizeni ndugu zangu, kiwanda kinatoa ajira kwa mtu mwenye elimu na yule asiyekuwa na elimu. Kiwandani ataajiriwa engineer, kiwandani ataajiriwa mtu wa hesabu, kiwandani atakuwepo mama ntilie anayewauzia wafanyakazi wa kiwanda chakula, kiwandani